Hii ni MTV Online ya kutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na leo tunakutangazia kutoka mjini Kigoma nchini Tanzania, pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Jina langu ni Tryphon Odas, ikiwa ni Septemba 26 mwaka 2025. Taarifa kuu siku ya leo ni watu kuuawa wakati wa mashambulizi wilayani Beni. Familia ya afisa wa polisi wa Kenya aliyeuawa nchini Haiti yanena. Namni hayo tu kwa muhtasari kwa siku ya leo, kati ya yale mengi tulionayo. Karibu. Taarifa zetu zinaanzia huko Oicha, Beni, Kivu Kaskazini, ambako watu 10 wameuawa katika eneo la Oicha Momeva wilayani Beni, Kivu Kaskazini, baada ya kushambuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa ADF. Genevieve Kasahirio ni kutoka mashirika ya kiraia wilayani Beni akiwa mjini Oicha. Katika masaa za asubuhi, watu ambao walikuwa wakielekeza kwenye soko kwenda Mamove ni eneo inakuwa katika mtaa wa territory ya Beni, katika sekta ya Beni Mbau, groupement ya Batangi Mbau. Asubuhi hiyo gari ikakutanana na waadui wa ADF, wakaweza kuchoma hiyo gari na wakaua watu 10, miongoni mwao mna wamama 4 na baba 2. Wakaweza kuchoma pia pikipiki 4 na gari 1, na wengi wamebebwa katika hiyo gari na vitu vyote kuweza kuchoma vilivyokuwa katika hiyo gari. Mnadhani ni watu gani wametekeleza mashambulizi hayo? Ni wahuni tu, wahuni wa ADF ambao wamekaa kabisa, wamekuwa wengi katika hizo maeneo, wameanganga katika hizo eneo. Ni wangapi watu ambao wamefariki dunia? Watu ambao wamefariki ni watu 10, miongoni mwao wa mama 8 na wa baba 2. Miili yao yote imefikishwa kwenye chumba cha mauti, yani morgue hapa kwenye Oicha. Sasa mnadhani suluhisho iwe hivi kama nyinyi mashirika ya kiraia? Nawaza ya kwanza ni kujua kwanza nia ya adui. Nia ya adui ni kuweza kufanya juu chini kusudi watu wapate tena hakikisho kwamba hakuna kazi ambayo inafanyika. Unajua tangu UPDF na FARDC wako wanafanya kazi, hao watu wamepigwa kabisa katika maeneo za Ituri na maeneo zingine. Hivi ni terrorism ambao wanafanya kusaidia kuweza kuofisha tena watu waweze kuwa naoga, na labda watu wagabulani tena katikati yao na kuleta madhara katika mawasiliano katikati ya wakaaji na viongozi, na inakuwa moja ya strategia wanafanya kila mara wanapojikuta kwamba wamesumbuliwa sana. Alafu nyinyi mngependekeza nini ifanyike? Kuna pendekezo karibia 3. Pendekezo la kwanza ni kumshukuru kwanza rais wa nchi, wanabunge wa ministre na rais wangejikaza kuhakikisha kwamba vijana wameelewa mambo hiyo ya rade na waikamati kabisa na makini yote, kusudi katika maeneo yote vijana waweze kuingia katika mafunzo haya, na itawapa wakati wa kuweza kufanya ripoti kwenye hiyo jari, sababu hawapigana wajeshi, wanapigana wanaua wa raia wasiokuwa na njia zozote za kujipigania. Hivi wakati kila maeneo unapokuwa na vijana ambao wanafanya kazi yao kawaida, hivyo wanapokuwa na hiyo nguvu itawasaidia kuweza kufanya ile ripoti, na mara pengine sasa kunakuwa kazi ya kuwapiga klasiki katika administration, ataweza kujipenyeza katika administration yote na kuweza kugeuka kazi ya wakubwa. Yaani vijana wanapojiorganize pembeni ya wakubwa wa viongozi wa mtaa, viongozi wa kiasili, kunaweza kuwepo na ripoti ili ya kuweza kuleta nguvu mpya kwenye wajeshi wetu kwenye maeneo za vita. Pili ni kufanya juu chini wajasusi hao ambao wanaohusika na rasilimali waweze kuwapa njia zote na mamali na pesa na nguvu mingi na vifaa mingi sana, kusudi tujue namna gani adui anaongea anaongea, anazunguka, anatumikisha vyombo vyake katika maeneo. Tukate kabisa ile wa mawasiliano, sababu inawezekana anakuwa na uwezo wa kuweza kujipenyeza na kujua kabisa movement yote ya wajeshi, movement yote ya population, na inamfanya awe na hiyo nguvu afanya hivyo vita. Yani terrorism kitu kikubwa sana ni kuweza kuhakikisha kama uhusiano, yani security iko mzuri na watu wote wako bien engaged. Iko jambo ya pili. Ya tatu sasa ni hiyo ya kuweza kuwahimiza wakaaji waweze kujingia kwa kuweza kufanya uchunguzi wa kamili katika maeneo, sababu
kila mara anaanza katika mjini na anajua maeneo ya mjini na anajua mwenendo wa watu wa mwingine. Kama nasi tunakuwa na ile ujuzi wa kuweza kumuelewa huyo adui, tutaweza kumaliza nguvu yake. Asante sana na pole sana. Asante. Na tukisalia huko Kivu Kaskazini, tunaungana na Abel Songo kutoka mjini Butembo. Wakazi wa kata Kivetia Matihihi, kata la Mangojipa katika sekta la Bapere wilayani Lubero wajia kwa msaada wahanga wa mauaji ya ADF Pantoyo Alhamisi 25 Septemba 2025. Mchango hiyo ambayo miongoni mwao ni nguo, vyombo vya kupikia na pesa vilikusanywa kutoka kwa wakazi wa kata Kivetia Matihihi kama alama ya kuomboleza na wahanga wa mauaji ya Ntoyo wiki mbili zilizopita, kama anavyoeleza hapa Auguste Luhavo, msemaji wa kamati ya kukusanya msaada huo. Inakusanywa sababu ya magumu yenyewe ilitupata kwa wandugu wetu Ndoyo. Hivi vitu tunavikusanya, saa yenyewe tunakusanya vitu kishakuwa kwa limoya, tunavipeleka Ndoyo kwa wale wandugu wetu wenyewe walipata mshiba Ndoyo. Tunaambia wakaaji wote wa Mangurejipa kulingana na mshiba yenyewe ilitupata Ndoyo, sisi wote tuungane mkono mkononi tuweze kusaidia wandugu wetu wa Ndoyo. Vrema kila mtu ajitahidi kuleta mchango wake. Wale waliopokea vitu hivi wanapatikana mahali Tiapanda, Mangurejipa, wakaaji wa Ndoyo kwenye walipokimbia. Wahanga waliotolewa awamu ya kwanza ya msaada huo wapongeza jitihada za wakaaji wenzao kwa ukarimu walioonyesha kwa kuwajia kwa msaada baada ya vitu vyao kuchomwa kwa moto na wapiganaji kutoka kundi la kigaidi la ADF. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 16 aliyepata jeraha kwa kupigwa risasi ni miongoni mwa waliopata msaada. Aomba government ya DRC kukomesha ukosefu wa usalama Kivu Kaskazini. Mimi nilimeaka tu na nakimbia. Nilimeaka mrisasi. Napata dawa mambo. Anafanya mzuri. Lete amani. Tukumbuke kuwa msaada wa wakazi wa kata Kivetia umetolewa baada ya ahadi ya wabunge wa kitaifa ambao ulitarajiwa kutolewa kwa wahanga wa mauaji ya Ntoyo wilayani Lubero na ambao wilayani Beni, ahadi ambayo hadi sasa bado kutekelezwa na ujumbe wa mabunge. Wakazi hao wakiishi mazingira mabaya baada ya kushuhudia jumba zao kuchomwa kwa moto, wengine wakiuawa kwa mapanga na wengine kupigwa risasi. Upande mwingine, mapambano yakiripotika Alhamisi 25 Septemba 2023 kati ya muungano wa kijeshi FARDC na wanajeshi wa Uganda UPDF dhidi ya watu wenye silaha wanaozaniwa kuwa ni wapiganaji wa ADF kwenye misitu ya Fungula Macho na huko Kingi, vijiji vipatikanavyo kwenye eneo la Bareje sekta ya Bapere wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Duru zikisema kuwa mapambano haya yaliripotika baada ya mauaji ya watu 4 waliouawa katika shambulizi la watu wenye silaha wanaozaniwa kuwa ADF kwenye kijiji cha Kasanga. Kulingana na mtu mmoja aliyetoroka mikononi mwa wanyang'anyi, asema kuwa wapiganaji 8 walifariki upande wa ADF na wengine wengi kujeruhiwa kulingana na nyayo za damu zilizoonekana kwenye misitu. Na wakaaji wa maeneo haya ya Katanga Mukondo wakianza kukusanya vyakula vinavisivyo vyakula kama alama ya kuunga mkono jeshi la kitaifa linalokuwa katika msako dhidi ya wapiganaji wa ADF kwenye misitu ya Fungula Macho na huko Kingi kwenye misitu ya sekta ya Bapere takriban kilomita 10 na kijiji cha Maiba. Mimi ni Abel Tsongo, MTV. Na taarifa zetu kwa siku ya leo zinahitimishwa huko nchini Kenya, ambako familia ya afisa wa polisi wa Kenya aliyeuawa nchini Haiti imepokea taarifa rasmi za kifo chake kutoka kwa maafisa wa juu wa huduma ya taifa ya polisi. Afisa huyo alitangazwa kutoweka miezi 6 iliyopita. Dennis Chisaka kutoka Nairobi na ripoti zaidi.
Tangu tangazo la rais kuwa maafisa wa polisi watatumwa Haiti kujiunga na maafisa wengine ulimwenguni kulinda amani katika taifa hilo la Karibia lenye machafuko, maswali ya ni kwa nini, ina faida gani, na machafuko ya Haiti yanahusu vipi Kenya? Na ndio tunasema hii Haiti ulituma askari kupigana na goons. Wewe mwenyewe nchi yako umeweka goons ndio wanaumiza watu. Maswali ya utayari wa maafisa wa Kenya kuhudumu Haiti yalichochea hata wa Kenya na familia za maafisa hao kuwa na hofu. Kupotea kwa afisa Benedict Kabiru kuliibua wasiwasi zaidi miongoni mwa Wakenya. Licha ya kuwa serikali ilisisitiza kwamba afisa huyo hakufariki na juhudi za kumtafuta zinaendelea, miezi 6 baadaye, Rais William Ruto akiwa mjini New York katika mkutano wa UNGA aliwashangaza wa Kenya akitangaza kuwa afisa huyo alifariki. I must use this occasion to honor the Kenyan of Samuel Tumoi, Benedict Kabiru and Kennedy Nzuve who lost their lives in the lines of duty. Licha ya kifo cha Benedict Kabiru kukanushwa awali, familia inasema imeishi katika hali ya sintofahamu kwa miezi kadhaa. Kama yuko hai, hawangekuwa nasema hayupo. Angekuwa angetuambia ukweli tangu zamani. Ndio tumekuwa tukiamini kwamba hawezi kuficha ameenda, wanajua alienda na kwa hivyo tunaamini kwamba hata sasa hivi nilikuwa naambia my sister hapa. Saa nyingine hata president anaweza kosea akisema tuwe na hiyo uamini kwamba alikosea. Isipokuwa head of state akisema ni mwisho, hakuna mwingine ako juu ya the whole country. Yeye ndiye mwisho. Upinzani unalaumu serikali kwa kuficha taarifa hizo kwa muda mrefu, wakidai kuwa hatua hiyo inakosa utu. Wito umetolewa kwa serikali kuwa na uwazi na kuwaheshimu wafiwa kwa kuwapa taarifa sahihi kwa wakati unaofaa. Dennis Chisaka, MTV Online, Nairobi. Nam, kwa ripoti hiyo ya Dennis Chisaka kutoka Nairobi, Kenya, ndo inatamatisha mkusanyiko wa taarifa zetu kwa siku ya leo. Mimi ni Tryphon Odas kutoka hapa mjini Kigoma nchini Tanzania, kando ya ziwa Tanganyika. Hadi wakati mwingine, asante na nikutakie wakati mwema.